cha ujasiriamali hakuna shida ya aina yoyote. Kuna kina mama hapa wameenda siku moja na wamepewa control number. Ile inakuhakikishia kama wewe kweli ni mfanyabiashara ama mjasiriamali wa ile eneo. Na kile lazima uwe na kitambulisho cha taifa ndani ya ile fomu. Na kwa yoyote ambaye atakuwa yuko tayari, niko tayari kumtambulisha sasa hivi Jumatatu aende akachukue hiyo control number, atalipia yeye. Inatoka ndani ya wiki 3. Usipolipia ndani ya hizo wiki 3 basi utakuwa umejitoa kwenye mfumo. Kwa hiyo huduma hapa ni bure kabisa za hiyo fomu na kila kitu. Ni kwenda manispaa ya Ubungo na kwenda kulipia. Kwa hiyo mimi niwaombe msione kama sharti ni gumu ndo unaingia kwenye mfumo. Hizi akaunti za wajasiriamali hazina ile makato ya mwezi. Unajua ukiweka pesa benki kwa mwezi kuna nini? Kuna makato. Hii haina kato hata sifuri kwa mwezi. Makato utayakuta kwenye ATM. Ukienda kutoa pesa ATM uweze ukasema kwamba sitaki kukatwa. Ile ni huduma kama huduma inahitaji nini? Service. Na kuanzia sifuri mpaka 400,000 makato ni 1,500. Biashara zetu tunajiongoza sisi wenyewe, unakuta hatuna bima. Na wewe umeshanikopesha hii pesa, nimeingiza dukani. Otherwise nimepata ajali ya kuunguliwa moto. Nikiwa kama mteja wako na swala kama hilo limetokea, utanisaidia aje ili niweze kuendeleza kwa mfumo wa biashara? Kwa sababu naweza nikafanya hivyo na usinielewe ukataka kunifilisi. Lakini nataka kujua utanisaidia vipi ili nirudi kwenye mfumo wa biashara. Unapokuwa na bima, ule mkopo tulishio katia bima, hatuwezi kuja sisi kukusumbua wewe, wala kuipata familia yako wewe, wala kukuzia vitu vyako wewe. Hapana. Kwa hiyo nikiwa na kile cheti cha usajili peke yake naweza tukapata mkopo wa kikundi. Na tunataka kurejesha kama kikundi, sasa turejeshe mtu mmoja mmoja. Inawezekana. Asante. Kwa jina naitwa Maatuni Azizi Kada, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kinzudi. Huu mkusanyiko ni wa wananchi wangu wa Kinzudi, wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara ndani ya mtaa wa Kinzudi. Lakini mkusanyiko huu umekuja maalum kwa ajili ya kupata semina ya kutoka Azania Benki kwa ajili ya mkopo wa riba 100%. Mimi kama mwenyekiti niliona changamoto kubwa sana kwa wananchi wangu kwa mikopo ambayo inawaumiza. Mikopo ambayo wanakopa shilingi 100,000 kwa 150,000, 140,000. Kitu ambacho wanakuwa wamestiki, wako sehemu moja hapo hawatembei wafanyabiashara na wajasiriamali. Nikaona niilete hii benki ili waweze kupata mkopo wa bei rahisi. Waweza kuzungumzia kuhusu namna ya kukopa kwa mchezo cha NIDA. Hii wao wamelipokeaje kulingana na urasimu lao walikuwa wanazungumzia wao? Wao naona wamefurahia, lakini wanaona masharti magumu ya kupata kitambulisho cha ujasiriamali ambacho tumekitangaza hapa, kwa kuona kwamba manispaa iko mbali na ile eneo. Lakini pia wameniomba niwaombe watu wa manispaa waje watoe vitambulisho vya ujasiriamali katika ofisi ya serikali ya mtaa Kinzudi. Kwa serikali yetu ambayo ni sikivu, ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan, na imani halmashauri ya manispaa ya Ubungo itakuja mahala hapa kuja kutoa vitambulisho vya ujasiriamali. Mapokeo yakoje kina mama kwa mikopo hii ambayo ni asilimia ndogo? Kama ambavyo wanawake nimewaona hapa pamoja na wababa wameona wamefurahia kupata mkopo wa riba ya chini ya 1%. Hivyo niwaombe nao kwenye mkopo ambao hauna 1% kabisa wa serikali uje ubusti, kwa sababu nafanya hivi ili kutoa manunguniko kwa wananchi wetu wa mtaa wa Kinzudi. Mikopo hii inahusiana kina nani hasa ambao ni walengwa? Mikopo hii inahusiana na wajasiriamali, wafanyabiashara wenye jinsia yoyote ya kike ama ya kiume, lakini kwa mtu mmoja mmoja pamoja na vikundi kuanzia watu 5. Kuna hii sasa, hii mwenyekiti unajua liko nje kidogo ya mada husika. Kuna hawa bodaboda. Je, mkopo wa mtu mmoja anaweza kuruhusiwa kuja kukopa kupitia benki au unaweza kulisemea? Ndio nataka niwashawishi watu wa benki ili vijana wangu pia na ndugu zangu ambao wanaendesha bodaboda waweze kupata fursa hii ya kukopa na waweze kujikwamua kuwa na marejesho makubwa ambayo wanayapata kwenye mikataba yao. Tasnia ya sanaa nayo ikoje? Wao nao umeweka upande gani? Asante mwandishi wa habari, kwa sababu mkopo huu umelenga vikundi pamoja na mtu mmoja mmoja. Hivyo na wenyewe hawatakuwa mbali kwa zile vikundi ambavyo tayari vimeshajisajili, wataweza kupata fursa ya kukopa hapa. Watu wa sanaa na ninao vijana wangu ambao wanapeleka ujumbe kwa njia nyingi tu za maigizo, za kuimba, wako ndani ya mtaa wa Kinzudi na wao na imani wataenda kupata mikopo hii kwa urahisi. Habari za mchana, kwa majina naitwa Kabula Joseph Shirinde. Mimi ni afisa katika benki ya Azania. Ninahusiana na mahusiano kwa wateja, lakini na mikopo kwa wajasiriamali wadogo wadogo na wajasiriamali wakubwa. Benki ya Azania ni benki ambayo inamilikiwa na mifuko ya hifadhi ya jamii. Benki yetu ina fursa kwa ajili ya wajasiriamali
wote, na fursa ya mikopo kwa jasiriamali, na tunakopesha kwa mtu binafsi na kwa vikundi, na mikopo yetu inaanzia Laki2 mpaka milioni 500. Riba zetu ni nafuu sana, ambazo zinaweza mjasiriamali yote akisikia ni unafuu. Tunakopesha kwa riba ya 1% kwa mwezi. Kwa mwaka mzima ni 12%. Na muda wetu wa marejesho ni kuanzia miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Na tunapendelea sana wateja ambao ni waaminifu, maana akisha maliza ule muda wake tunaweza tukamwongezea tena akaendelea. Mapokeo yako vipi sasa kwa kina mama huko ambao umetembelea leo? Akina mama wamepokea jambo kwa uzuri sana. Wameona ni fursa kubwa sana kwao kwa sababu ya ile riba. Riba ni ndogo. Kina mama wengi wanahangaika na riba ambazo ni umiza. Na vigezo hasa nini hasa umeweza kuzungumza nao? Vigezo vya kupata mkopo, cha kwanza lazima awe mteja kwa benki ya Azania, lakini pia lazima mteja kwa maana kuwa na mteja kwa maana kwamba awe anafanya transaction na sisi, afungue account, lakini awe anafanya transaction pamoja na sisi. Yani ana uwezo kuweka pesa zake na kutoa kwa benki yetu sisi Azania. Haja ni muda gani labda mteja anaweza kuchukua hicho kiasi? Ni kwa muda gani? Mara nyingi tunapendelea mteja kuanzia miezi 3 mpaka 6, kwa sababu hiyo miezi 3 mpaka 6 hata sisi tumeshaangalia ile cash flow ya yule mteja na tumeshajihakikishia. Kwa upande wa kikundi cha mtu mmoja mmoja ikoje kwa mtu anayehitaji kukopa peke yake, inakuwaje hapo? Kitaka yeye kama yeye peke yake, hilo nalo likoje? Kwanza lazima awe na utambulisho kutoka serikali za mitaa, awe mteja wetu. Akishakuwa mteja wetu, tujihakikishie hiyo biashara ina cash flow ya kiasi gani, yani kwamba tuweze kumtembelea. Ukishamtembelea mteja ndio tunaweza tukajua mteja na kupata kiasi gani. Benki nyingi zimekuwa kwa mfano mtu mmoja wanataka hati za nyumba au viwanja, vitu ambavyo labda vina hati. Nyie kwenu ikoje katika hili? Hii kwa kweli ni opportunity, ni fursa kwa mjasiriamali, kwa sababu inategemea na kiwango. Kwa kiwango kidogo, milioni 2, milioni 3, mara nyingi sana wajasiriamali huwa tunaangalia vitu ambavyo anavyo inakuwa kama dhamana, ambavyo vinawiana na hiyo nini, na hiyo kiasi ambacho anachotaka kuchukua. Lakini amount ikishakuwa kubwa, milioni 7, milioni 10, 15, 50 mpaka na kuendelea, lazima aweke kitu ambacho hakiamishiki. Kwa kumaliza kabisa, wito wako nini sasa kwa wito wangu? Ninawaita wajasiriamali wote wa kike na wa kiume waweze kujiunga na benki ya Azania ili kupata fursa ambazo zimo katika benki yetu ya Azania. Tunawapenda sana wateja wetu, uwepo wenu kwenu ni mafanikio yetu sisi. Haya sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Elizabeth Rajabu. Nimefurahishwa na mkopo wa Azania ambao asilimia zao ziko bei chini, ni 1%, ambayo inamfaa mwanakikundi yoyote au mwananchi kuweza kumudu zile huduma za ujasiriamali ambao wataweza kuzimudu kwa kulipa kwa mwezi. Ambacho nimefurahi sana ni kwa mwezi, sio kwa wiki wala sio kwa kila siku. Kwa mama mtaani wanateseka na mikopo ya kila siku na mikopo ya wiki. Huu utawafaa sana kwa mama kutunyanyua kutoka namna moja kwenda namna nyingine. Nimefurahi mama wainuke, maana hamna benki nyingine ya bei rahisi kama hii hapa, benki ya Azania. Kila mama wainuke na waitike kwa wingi waje kukopa hela hizi, itawasaidia ambapo wanalipa kwa kila mwezi. Ni nzuri sana. Asante. Jina naitwa Maria Emmanuel kutokea Kinzudi Kumani. Mikopo ya Azania benki kwa wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo tukawa tumeitwa mahali hapa kuja kusikiliza kile ambacho wanataka kutuachilia, na sisi tumefika kwa umoja, na sasa tumesikiliza masharti yao na vigezo, na tumefurahi na tumeyapokea yale yote, kwa sababu mikopo yao ni ya riba nafuu, ambapo kila mmoja kila mjasiriamali anaweza kuimudu. Kwa mjasiriamali wa mdogo inaanza kuanzia Laki2 na kuendelea. Furahia kwa sababu umeturahisishia, yani tumekuwa na tumepata kitu ambacho kitatuvusha na kitatuwezesha kunako biashara zetu. Tutakopa bila wasiwasi na tutarejesha bila mashaka, na tutazidi kuendelea na tutakuza mitaji yetu ya biashara. Naitwa Jeremia Christopher Kajang'ando. Wameweza kuzungumzia nini kama ulikuwepo labda, na ni kitu gani ambacho umejifunza hasa, na ni faida gani ambayo umeweza kupata katika mkutano huu? Tumejifunza, kwanza tunashukuru kwa sababu umetupa semina kwanza kabla ya mkopo.
Nimefahamu semina vizuri na kuelewa maana ya mkopo na jinsi ya ku maintain pesa kwa ajili ya mkopo na jinsi ya kujuliana. Kuna mkopo wa mtu binafsi na wa vikundi. Tumeelewa hivyo na wengi wamepokea. Kwa hiyo na nategemea Mungu atakaponiwezesha mkopo nitakochukua nifanyie kazi biashara yangu ambayo naiendesha kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, na ikiwezekana nipate mkopo zaidi au